Jina langu ni Mary, nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nataka kuwakaribisha nyote katika ibada ya asubuhi ya leo. Tuabudu pamoja. Wakati huu tutaomba ili tuanze ibada yetu. Kristo, tunakushukuru asubuhi ya leo Bwana. Tunapoenda kuanza ibada ya siku ya leo, chukua nafasi yako Bwana. Tawala kwa sababu wewe ni mwema na wewe unaweza. Tawala kwa utukufu wa jina lako, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kusadiki. Amen. Nafasi hii nachukua kukaribisha waibaji wetu.
wakati mwingine ambao Bwana ametuweka katika mitambo hii, na ili tuweze kulileta neno lake, na ninaamini ya kwamba Mungu atatubariki. Nakukaribisha tusome pamoja katika kitabu cha Waebrania 10 na mstari wake wa 23. Waebrania sura ya 10, tusome mstari wa 23 peke yake, na kisha tutaendelea. Na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Bwana alibariki neno lake. Mpendwa mtazamaji wangu, asubuhi ya leo ningependa kuzungumzia kuhusu kusimama katika ahadi za Bwana, standing on the promises of God. Nilipokuwa ninaangalia tafsiri ya neno hili ahadi ama promise, nilikuwa ninaona ya kwamba ni tangazo ambalo linafanywa, or a declaration that something will or will not be done. Ya kwamba ni tangazo ambalo linafanywa ya kwamba jambo fulani ama kitu fulani kitafanywa ama hakitafanywa, na jambo hilo linafanywa na mtu. Na ijapokuwa kuna ahadi ambazo zinatolewa na wanadamu, zinatolewa na mashirika, zinatolewa na marafiki, Mungu pia naye katika neno lake amenena na ametoa ahadi. Na wakati mmoja mtumishi wa Mungu Paulo anaponena katika Wakorintho wa pili 1 na mstari wa 20, akiongea kuhusu ahadi za Mungu, anasema ya kwamba haijalishi ni ahadi ngapi ambazo Mungu amefanya, maana zote ni ndio na amina. No matter how many promises the Lord has made, they are all yes and amen. Kumaanisha ahadi zote ambazo Mungu amezifanya katika neno lake, iwe ni katika agano la kale, iwe ni katika agano jipya ambalo tuko ndani yake, ni ya kwamba tunaweza kumtumainia Bwana. We can count on God, on every promise and on every word that he has spoken. Jina la Bwana lisifiwe. Mwandishi wa Waebrania anapoandika, anaandikia watu hawa ambao wamevunjika moyo, ambao ni Waebrania. Walikuwa wanapitia katika kudhihakiwa ama kuudhiwa kwa sababu walikuwa wamepokea neno la Mungu, na hivyo kulikuwa na pressure katika maisha yao, kulikuwa na kufinyiliwa katika maisha yao, na angalau hata waweze kurejelea katika dini ambayo ilikuwa inaonekana kana kwamba ni rahisi, dini ya Kiyahudi. Lakini mwandishi wa Waebrania akitumiwa na Roho wa Mungu anakuja na kuwatia moyo katika barua hii yote ya Waebrania, na hata kwingine tunakuta akiwakumbusha hata kuhusu mashujaa wa imani katika sura ambayo imefuata, akiwaambia hata mambo ambayo walikuwa wameahidiwa. Na kama kuna kitu ambacho kinaweza kukutia moyo mtazamaji wangu, hata katikati ya mambo mengi ambayo tunaweza kuwa tunapitia, katikati ya mambo mengi ambayo inaonekana kana kwamba hayafanyi kazi, ni ahadi za Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Na ninaponena ujumbe huu, ninajua kwamba tunaishi nyakati ambazo karibu kila kitu kinaonekana kana kwamba hakifanyi kazi. Ni kana kwamba nothing is working out as it should. Pengine bidii ya mwanadamu ama hekima ya mwanadamu, hata inapojaribiwa unakuta kana kwamba inafika mwisho. Pengine kuna watu waliotumainiwa waleta suluhisho katika nyanja tofauti, pengine hata katika nyanja za afya, katika mambo tofauti ambao pengine wanadamu walitarajiwa, kuna kana kwamba kumetingizwa. Na mwandishi huyu tu wa Waebrania anapoongea katika Waebrania 12:27 inasema hivi ya kwamba
lakini neno lile mara moja tena ladhihirisha kuhamishwa vile viwezavyo kutetemeshwa, kama vitu vilivyoumbwa, vitu visivyoweza kutetemeshwa vikae. Huyu ni Mungu ambaye anaapa kwa jina lake, anasema sasa nitatingiza. Na mtazamaji wangu utakubaliana na mimi ya kwamba misingi imetingizwa, na anaposema hivi anasema ya kwamba kusudi lake kutingiza kile ambacho kinaweza tingizika ni ili kile ambacho hakiwezi tingizika kikasimame. Jina la Bwana lipewe sifa. Ni kweli mambo mengi yanaweza tingizwa, hekima ya mwanadamu, tumaini la mwanadamu, hekima na mambo yale mengine ambayo ni ya mwanadamu, lakini nimekuja kukuambia jambo moja ambalo halitafanya utingizike, nalo ni ahadi ya Bwana. Na ahadi hiyo haiko mahali pengine, lakini iko ama liko katika neno la Bwana. Ninaposoma katika kitabu cha Isaia 3 mstari wa 1 hadi wa 3, ninaona Mungu ambaye ametoa ahadi chungu mzima, Mungu ambaye hupenda tumtumainie, na Mungu ambaye hupenda tutazamia ahadi zake kuliko kutumainia mambo mengine. Anaenda kwa watu wa Yuda na Yerusalemu, na anasema ya kwamba nitatingiza the supply of food and water. If you read that verse 1 to verse number 3, unakuta ya kwamba anasema ya kwamba nitatingiza hata mashujaa wao, the mighty man of war. I'll also, shake the judges, watu wao ambao walikuwa wanawaamua. Anasema ya kwamba nitatingiza hata manabii. I'll shake even the prudent, watu wenye hekima watingizwe. Why is God doing all this? So that people can trust and rely on Him. Praise the name of the Lord. So Mungu akatingiza. Lakini tunaposoma mstari wa 10 wa Isaia 3 na mstari wa 10, Mungu anatoa ahadi na anasema ya kwamba lakini waambieni ni wenye haki ya kwamba watakuwa heri. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, mambo yanaweza kutingizwa, na mambo yametingizwa, misingi imetingizwa. Na wakati misingi imetingizwa, mtazamaji wangu, ni vyema kufanya jambo hili moja, kusimama na ahadi za Mungu. Kwa nini tusimame na ahadi za Mungu? Ni kwa sababu ahadi za Mungu hazitavunjika hata siku moja. Mungu hata haribu agano alilolifanya. Ukisoma katika Zaburi ya 89 mstari wa 34 hadi 35, ni Mungu anayenena na anasema hivi: mimi sitaliharifu agano langu, sitabadilisha neno lililotoka midomoni mwangu. 35 inasema, neno moja ninaliapa kwa utakatifu wangu, hakika sitamwambia Daudi uongo. Mungu amejitoa kutimiza neno ambalo ameahidia. Mtazamaji wangu, kama Mungu ameahidia kufanya njia mahali ambapo hapana njia, yeye ameapa kwa utakatifu wake, yeye ameapa kwa ukuu wake, na ndivyo anavyosema ya kwamba hatabadili neno lililotoka midomoni mwake. Hizo ni ahadi ambazo ametoa, na anasema ya kwamba hataondoa hata neno moja alilomwapia mtumishi wake Daudi kwa utakatifu wake. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, katikati ya mambo ambayo Mungu hawezi vunja ni agano lake. Bwana wetu apewe sifa. Katikati ya jambo lingine ambalo Bwana hawezi kufanya ili tuweze kutumainia katika ahadi zake ni ya kwamba hawezi nena uongo. God cannot lie. Amen. Na kwa hivyo kama Mungu hawezi danganya, tunaweza tumainia ahadi zake. Paulo anaponena na Tito katika kitabu cha Tito 1 na mstari wa 2, anasema hivi: katika tumaini la maisha ambayo kwake Mungu ambaye yeye hawezi akanena uongo. Ninataka uone mambo ambayo Mungu hawezi akayafanya ili mpendwa uamini katika ahadi zake.
agano lake. Na la pili tunasema ya kwamba he cannot lie. So kila kitu ambacho Mungu amenena anapotoa ahadi ni cha ukweli, mtazamaji wangu, na jambo lolote la ukweli linaweza kutumainiwa. Paulo anapoandikia Warumi anasema kwamba ni heri kila mwanadamu akawe mwongo, lakini Mungu akabaki kuwa mwaminifu. Ni nene jambo la tatu, na muda ukituruhusu tutaendelea wakati mwingine, ya kwamba Mungu hawezi akabadilika. God cannot change. Maandiko inamuita jiwe. He is a rock. He is immutable. Hawezi akabadilika. Yeye anakaa imara. Yeye ni mtakatifu. Yeye katika hali yake na maumbile yake, yeye hawezi badilika. Sikiza hii, yeye katika uaminifu wake hawezi akabadilika. Na kwa hivyo mtazamaji wangu, ningependa katikati ya mambo ambayo yametingizwa, katikati ya mambo ambayo inaonekana kana kwamba yamekosa njia na yamekosa mwelekeo, ya kwamba tunaweza kusimama katika ahadi za Bwana. Kwa sababu ya mambo hayo matatu, tunaweza kusema sasa huyu Mungu tutamtumainia. Mungu akitujalia, mtazamaji wangu, tutaendelea na tutaona baadhi ya sababu ambazo Mungu ametoa na hata jinsi ambavyo tunaweza kupokea ahadi za Mungu. Nimalize kwa kusema hivi: Mungu akanena kwa kinywa cha mtumishi wake Yehoshafati katika Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 20 na mstari wa 20. Akanenea watu ambao hawakuwa na tumaini, akawaambia, mwaminini Mungu, ndivyo mtakavyodhibitika. Waaminini na manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Mungu ametoa ahadi zake chungu mzima. Ahadi zake zinazidi kutolewa na watumishi wa Mungu, ahadi ambazo zinahusisha hata uponyaji na hata urejesho wetu. Na nimekuja kukuhakikishia, Mungu aliyenena hata tulipokuwa tunaanza mwaka huu wa 2021, ahadi zake zingali zinasimama imara juu mbinguni. Na hivyo ni vizuri kusimama katika ahadi hizo, ni vizuri kudai ahadi hizo, na ni vizuri kuzitazamia ahadi hizo. Ningependa tuombe katika jina la Yesu Kristo. Jehova Mungu mwenye enzi zote, na kushukuru kwa kunijalia kunena neno lako kuhusu ahadi zako. Asubuhi hii ya leo, ninaomba kila mmoja anayenitazama, ahadi yoyote ambayo umewahi kutoa kupitia neno lako, Bwana wa majeshi, akinitazamia mtazamaji wangu, ya kwamba hatafedheheka na wala hataibika. Tusaidie kukutumainia wewe ambaye huwezi kuvunja agano lako, wewe ambaye huwezi danganya, na wewe ambaye hauwezi ukabadilika. Uhimidiwe na upewe sifa. Pamoja na hiyo, wewe mtazamaji uliye hapo, kama hujapeana maisha yako kwa Bwana, ahadi za Bwana anazidumisha na kuzitunza kwa walio na agano. Na yasema, Bwana Yesu Mwokozi, naja mbele zako, niokoe. Ninaomba tuwe ushirika na wewe, nikaone ahadi zako zikitimia. Kwa jina la Yesu nimeokoka na kuamini. Bwana kubariki sana tunapozitazamia ahadi za Bwana. Mungu akitujalia wiki ijayo tutaendelea katika fundisho hili la ahadi za Bwana. Bwana akubariki sana. Amen.